Al Jazeera, chombo cha habari kutoka Doha, Katari, kimefanya uchambuzi wa mapendekezo ama mpango wa hatua tatu wa kumaliza vita kutoka Irani ambao umewasilishwa kwa Pakistan ambaye ni mpatanishi ili umfikie Marekani. Taarifa ambayo tumeiripoti sana. Sasa kuna utofauti kidogo hapa. Hawa Al Jazeera wamechambua kwa kina. Nitakufahamisha katika summarize ya hayo mapendekezo ambayo yameripotiwa moja kwa moja na Al Jazeera, na nimeona pia moja ya chombo cha habari cha mrengo wa kushoto kutoka Irani kinaitwa Iran International wameichukua kaikolezea wino, japo kwa inaweza kawa si habari njema sana kwa sababu ya aina ya hiyo mipango ambayo imeripotiwa kutoka Irani kwenda Pakistan ili kuifikia Marekani, ambapo tayari Marekani yashapokea, na tumeona Donald Trump alijibu akasema hajafurahishwa na hayo maswala. Lakini kauli ya leo Trump amesema ya kwamba muda wowote mashambulizi yataanza kutoka Marekani kwenda Irani. Kwa hiyo bado ni kizungumkuti, wakati ambapo tunaripoti taarifa ya awali kabisa Israeli wamethibitisha kupokea shehena ama mizigo miwili zaidi ya ndege za kivita ambazo wamenunua kutoka Marekani. Hivi karibuni juzi tu hapa Marekani alitangaza kuwauzia silaha za kivita nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu, nchi ya Katari, nchi ya Kuwait pamoja na Israeli. Sasa Israeli wamekuwa wa kwanza kuthibitisha kwamba wamepokea mizigo yao imewasili tayari kupitia angani na kupitia majini. Taarifa ambayo tumekuwekea kabla ya hii, kama hujapata nafasi ukitazama unaweza scroll down hapo chini ukapata kutazama hiyo taarifa vizuri. Sasa taarifa hii ya Al Jazeera inasema ya kwamba pendekezo la hivi karibuni la amani kutoka Irani lililowasilishwa kwa Marekani kupitia Pakistan linalenga kugeuza usitishaji vita kuwa mwisho wa vita ndani ya siku 30 kupitia mpango wa hatua tatu, Al Jazeera imeripoti kinukuu vyanzo vya habari. Pendekezo hilo linajumuisha ahadi ya kutoshambuliana ikiwemo kutoka kwa Israeli ili kuzuia kurejea kwa vita na kukomesha mapigano kote Mashariki ya Kati, ripoti hiyo inasema. Hatua ya kwanza ama mpango wa kwanza ambao Iran imeuwasilisha. Al Jazeera wamechambua, wanasema katika awamu ya kwanza mlango bahari, Iran inataka mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa hatua kwa hatua na kizuizi cha Marekani kwenye bandari za Irani kitaondolewa, huku Teherani ikichukua jukumu la kushughulikia mabomu ya baharini, sea mines. Hilo la kwanza. Awamu ya pili itairuhusu Irani kurejea katika urutubishaji wa madini ya nyuklia baada ya ukomo wa muda kufikia 3.6 chini ya kanuni ya kutohifadhi, yani zero storage principle, huku ikikataa kubomolewa kwa miundombinu ya nyuklia au uharibifu wa vituo vya Irani. Mpango huu pia unaitaka Marekani na Israeli kujiepusha na kuishambulia Irani na washirika wake mkabala wa Irani kujiepusha na kufanya mashambulizi. Aidha unajumuisha kuachiwa kwa awamu kwa fedha zilizozuiliwa kama sehemu ya kuondolewa kwa vikwazo. Hizi ni zile fedha za mauzo ya mafuta ambayo Marekani yamezuia makampuni ambayo na mashirika pamoja na mataifa ambayo yamefanya biashara na Irani wasiweze kufanya zile transaction za fedha. Awamu ya tatu, mpango sasa huwa awamu ya tatu. Katika awamu ya tatu, Teherani imependekeza mazungumzo ya kimkakati na majirani zake wa Kiarabu na mfumo wa usalama wa kikanda unaojumuisha Mashariki ya Kati yote, ripoti hiyo imesema. Sasa hili swala tatu, Iran wamecheza karata njema kabisa kwamba wao wanataka wakae mazungumzo na majirani zao ambao pia wamenunua silaha hivi karibuni, ambao pia wametishwa kwamba endapo, taarifa ya jana iliripotiwa kwamba endapo kiongozi yoyote wa Irani wa ngazi ya juu atalengwa na mashambulizi ya Israeli na Marekani, deni hilo atalilipa nchi jirani wa Israeli wa Irani, yani majirani wote watalipa hiyo gharama. Kwamba nini kitafanyika? Watalengwa wafalme wote wakuu wa nchi zote za Mashariki ya Kati na makasri yao yote yataharibiwa na kubomolewa vibaya sana. Kwa hiyo tutegemee mwana mfalme bin Salman wa Saudi Arabia atalengwa na yeye na kuuawa. Tutegemee rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu atalengwa, rais wa Kuwait, viongozi wote wa pande zote. Hili ni tisho kubwa ambalo limetolewa la Irani kwenda kwa washirika wake. Sasa hii awamu ya tatu Teherani inataka kukaa nao chini ili waweze kuzungumza, kila moja kutoa dukuduku zake na kuweza kuenda katika mpango wa amani wa kudumu kabisa. Haya ni mapendekezo matatu ambapo kwa kina kabisa Al Jazeera wameyachambua na kuripoti katika muhtasari huu ambao nimekufahamisha hapa.